Mkutano wa kutambua mtu mwingine Mathayo wa 16 mstari 13 hadi 20. Utangulizi. Kwanza, kuokolewa inamaanisha nimejitambua mimi mwenyewe. Yesu Kristo alikuja ulimwenguni wakati watu wa Mungu, yani Israeli, walipokuwa chini ya utawala wa Rumi, wakati wa ngumu zaidi. Inaweza kuonekana kana kwamba Rumi iliutawala ulimwengu, lakini walikuwa wameshikwa na giza na kusababisha vita katika ulimwengu mzima. Kanisa la Kiyahudi halikuwa na Injili na Mafarisayo walikuwa wamesimama kwenye njia mbaya, wakizuia Injili halisi. Kwa sababu matatizo ya kizazi hiki hayawezi kutatuliwa na mambo mengine, Mungu aliyemtuma Kristo. Kwa sababu matatizo ya Afrika hiki hayawezi kutatuliwa na mambo mengine, Mungu aliyemtuma Kristo. Tatizo la wanadamu ni tatizo la kumwacha Mungu na tatizo la kiroho lililoshika na giza. Kwa sababu Kristo pekee ndiye aliyetatua tatizo hili, lazima tujitambue sisi wenyewe ndani ya Kristo. Anawahesabu wale wanaoamini kwamba Yesu ndiye Kristo kama kanisa na yuko pamoja nao. Kwa wale wanaoamini na kumpokea Yesu Kristo kama Mwokozi, yeye yuko pamoja nao bila kuonekana kupitia Roho Mtakatifu, na mkusanyiko huo unaita kanisa. Ingawa kuna ngumu mingi katika nyanja ya maisha, tatizo halisi ni tatizo la kushika na giza, na suluhisho linawezekana tu kupitia Kristo pekee. Juu ya msalaba, Kristo alikufa badala yetu na kufufuka ili kutatua shetani na maafa na msingi wa kuzimu, ambayo ndio vyanzo vya matatizo yote ya wanadamu. Siri ya kushinda matatizo na ngumu wa uhalisia pia ni Yesu Kristo, ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana. Pili, maisha ya imani na uinjilisti ni kumtambua mtu mwingine, ni kujitazama nyanja zote za maisha na watu kupitia macho ya Kristo aliyeniokoa. Kuna tofauti moja tu hasa kati ya watu wanaoishi maisha ya imani na wale wasioishi. Ni aina gani ya kazi inafanyika unapolishika neno la Mungu kwa usahihi, unapoabudu na unapoomba? Hii ndivyo wasioamini na watu waliookolewa walivyo tofauti. Tatu, unapolishika neno la Mungu kwa usahihi, Roho Mtakatifu anafanya kazi. Bila kuonekana kabisa, Roho Mtakatifu anafanya kazi kikamilifu. Ikiwa hauamini hili au haulijui, wewe ni sawa na asiyeamini. Roho Mtakatifu anafanya kazi bila kuonekana kabisa. Yesu aliwaahidi wanafunzi kwamba watapokea Roho Mtakatifu. Paulo pia
liambia kanisa lililokuwa na ugomvi wa kimwili, je, hamjui kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yenu? Watu wengine hufikiri kwamba wakimpokea Roho Mtakatifu mambo ya ajabu hutokea, lakini sivyo kabisa. Wakati Roho Mtakatifu yuko pamoja na biashara yako na wewe binafsi, mambo bora zaidi hutokea. Neno kinyume cha Roho Mtakatifu ni roho mchafu ama roho mbaya. Ikiwa wasioamini wataendelea kuabudu sanamu na kuishi maisha ya kidini, roho wachafu hufanya kazi. Ikiwa unakwenda kanisani lakini haujui kazi ya Roho Mtakatifu, unaishi maisha ya kidini. Unapolishika neno la Mungu kabla Roho Mtakatifu hajaja, hakika yeye humtuma mjumbe wa Bwana bila kuonekana mbele yako. Wakati Roho Mtakatifu wa Bwana anapokuja, giza lazima lipunge na kazi za Mungu lazima ziinuke. Kuamini na kufurahia, hili ndio maisha ya imani. Kabisa usidanganywe na mawazo yako mwenyewe, maneno ya watu au mazingira. Hii ndio baraka uliopokea. Hata ukisali kidogo tu, kazi hii hakika hutokea. Wakati tukiwa tumekaa hapa kipokea neno la Mungu, Mungu humtuma mjumbe wa Bwana bila kuonekana mbele, kwenda nyumbani kwako na mahali pa kazi na yanja ya biashara. Ikiwa haukiri hili, wewe si muamini. Pia hakuna sababu ya kukusanyika hapa na kuabudu. Ikiwa utalishika neno la Mungu vizuri kwa siku hii, hata sasa hivi mzima ya leo, kazi ya Roho Mtakatifu inainuka. Kwa sababu nini? Ni watoto wa Mungu, mnaposhika agano na Roho Mtakatifu anafanya kazi, na jeshi la mbinguni lazima lihamasishe. Natumaini unaamini ukweli huu sasa hivi. Kuna mambo machache ambayo mwanafunzi wa uinjilisti lazima akumbuke ili kufanya uinjilisti wa eneo. Somo kuu. Kwanza, lazima uelewe injili kwa usahihi. Kazi za Mungu zinatimiza unapoelewa injili kwa usahihi kwanza. Namba kwanza mdogo, katika Mathayo wa 16 mstari 13 hadi 20, Yesu aliwauliza wanafunzi, watu husema mimi ni nani? Kwa kweli yeye hakuuliza kwa ajili ya watu, lakini aliuliza ili kuona kama wanafunzi walimjua Yesu vizuri. Watu wengi karibu hawajui, hata wakiwa wanahudhuria kanisa, huku wakiliita jina la Yesu, hawajui Yesu ni nani. Wachungaji hawajui, na maafisa wa kanisa hawajui, na kadiri wanavyozidi kuhudhuria kanisa ndivyo wanavyozidi kutojua. Watu waliomfuata Yesu na wanafunzi hawajui Yesu ni nani.
wanajibu kwamba yeye ni kama Elia, kama Yeremia, kama Yohana Mbatizaji. Wanamjua kama mmoja wa manabii. Kila mtu anamjua hivyo. Watu ambao wamehudhuria kanisa maisha yao yote hawajui vizuri halisi. Wakati kila mtu anajua vibaya Yesu ni nani, nini pia kujiuliza Yesu ni nani? Katika Mathayo wa 16 mstari 16, Petro alitoa ukiri huu kupitia kazi ya Roho Mtakatifu: wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Neno Kristo rejelea yeye aliyefungua njia ili kazi ya Roho Mtakatifu iinuke. Yeye ndiye aliyevunja mamlaka ya giza ambayo huwezi kushinda dhidi yake, yani shetani na maafa na msingi wa kuzimu. Yeye ndiye Kristo anayefanya ufalme wa Mungu uje kila mahali unakokenda na kufanya baraka za Mungu zinazoziondoa maafa yote zize. Heri wewe Simoni Bayona. Baraka hii ndiyo baraka tuliyopokea. Kupitia neema ya Mungu alifanya ukeli kwamba Yesu ndiye Kristo utambuliwe na kuaminiwa. Ikiwa utalishika agano hili hata tu wakati huu wa ibada, kazi za Mungu zinainuka. Natumaini unaamini. Yesu huyo alitoa ahadi hii. Matendo ya Mitume wa 1 mstari 1, ndivyo Luka daktari alivyomwambia Teofilo gavana, Yesu ndiye Kristo. Katika Yohana wa 19 mstari 30, Kristo ni Mungu aliyekufa msalabani na kufufuka ili kutatua kabisa matatizo yote ya wanadamu. Natumaini utamalizia jibu na hitimisho la maisha yako na Yesu Kristo. Katika Matendo ya Mitume wa 1 mstari 3, kabla Yesu hajakwenda mbinguni, alizungumza na wanafunzi kwa siku 40 kuhusu mambo ya ufalme wa Mungu. Ni aina gani ya kazi lazima ifanyike ndani ya nyumba yako na mahali pa kazi na shuleni? Ufalme wa Mungu ambapo ukeli kwamba Yesu ndiye Kristo unashuhudiwa lazima uje. Ufalme wa Mungu haonekani kwa macho ya ulimwengu na watu wanaofuata kula na kuishi. Ufalme wa Mungu unaobomoa ufalme wa giza lazima uje kwenye nyanja yako ya maisha. Matendo ya Mitume wa 1 mstari 8, akijua hamna nguvu, aliahidi ujazo wa Roho Mtakatifu. Yesu aliahidi hili. Ikiwa utalishika agano hili na kusubiri kidogo tu, huku ukisali, kazi lazima ziinuke. Jambo muhimu zaidi ni jambo la 3. Unafanya nini tatizo linapokuja kwako? Yesu ndiye Kristo. Tunahitaji ukiri. Hakuna haja ya kuogopa tatizo lolote.
Mtoto wa Mungu aliyeokolewa yuko sawa bila kujali ni aina gani ya jambo analokutana nalo. Yesu ndiye Kristo. Kristo tayari alitatua matatizo yote ya wanadamu msalabani na yuko pamoja na watoto wa Mungu sasa bila kuonekana kupitia Roho Mtakatifu. Ikiwa hakika wewe ni mwanafunzi wa uinjilisti, Mungu alisema atakuwa nawe daima. Wakati haudanganywi na matatizo na ugumu na unatoa ukiri huu kweli, nguvu za giza lazima zibomoke. Ikiwa unakiri sasa kwamba Yesu ndiye Kristo, yeye humtuma mjumbe wa Bwana mbele sasa hivi, hata kabla haujaenda kwenye nyanja ya maisha. Natumaini unaamini. Kuna nyakati tunakutana na mambo magumu sana. Kuna nyakati tatizo kubwa linainuka. Wakati huu kuna nyakati tunapaswa kupiga hesabu ya hasara na faida. Katika wakati kama huu tunafanya uchaguzi wa Injili halisi na pekee. Ukitazama hilo ni kumfanya Kristo awe Kristo. Tunakabiliwa na mipaka. Pia tunazeeka. Lazima tushinde haya yote kiuhalisia. Wakati Yesu Kristo anapokuwa Bwana wangu, kazi za Mungu zinaanza. Lazima ulishike hili. Ikiwa utalishika agano hili na kuwasaidia watu kwa unyenyekevu na ujasiri kutoka mahali pa chini kabisa, kazi hizo hakika zitatokea katika nyanja ya maisha bila kukosa. Namba 2, unapaswa kufanya nini tangu sasa? Kwanza, fanikiwa katika darabang ya kibinafsi kwanza. Lazima kwanza ifurahie baraka kuu za matendo ya mitume wa mstari 1, mstari 3, mstari 8. Yani, darabang ni kufurahia baraka hii peke yako. Nishike hili kidogo tu tangu sasa na jaribu sala iliyopangwa kama ratiba ya maombi, na ukilishika kidogo tu wakati kwa wakati na kusali sala inayoendelea, kazi zinainuka. Ukifurahia darabang ya kibinafsi kidogo tu, maono yanainuka. Lazima ulikamate hili. Ratiba ya Mungu ni nini? Ratiba ya maombi ni nini? Hata ukisali na kusema unaishi maisha mazuri ya imani, unafikiri na kutenda vyovyote unavyotaka. Kuhusu uinjilisti pia, unapoenda kwenye nyanja ya maisha, hatimaye unafanya vyovyote unavyotaka. Wakati wa kufanya sala iliyopanga kama ratiba ya maombi
Ni si wakati wa kufanya vyovyote itakavyo. Hata ukifanya hili tu, kazi za Mungu zinainuka. Ingawa ulisali kidogo tu, kazi ya Roho Mtakatifu inainuka. Natumaini utafanikiwa katika darabang ya kibinafsi kwanza. Vinginevyo huwezi kabisa kushinda nyanza ya maisha ya nguvu za giza. Jambo ambalo Daudi alifanya vizuri zaidi lilikuwa kufurahia sala iliyopanga peke yake, kama ratiba ya maombi peke yake. Akienda kwenye nyanza ya maisha, alifurahia sala inayoendelea iliyounganisha matatizo yote na watu na mambo kwenye sala. Daudi alikiri, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Familia yako na marafiki pia ni muhimu, lakini wewe binafsi lazima upokee neema kwanza. Jambo la kwanza kabisa, Yesu aliowaambia wanafunzi, nifuateni nami nitawafanya wavuvi wa watu. Sababu niliyowaita ni kuwa nani. Ikiwa utalishika agano hili la hali na mamlaka ya mtoto wa Mungu aliyeokolewa, jibu ambalo lingechukua miaka 100 linaleta mbele. Natumaini wanafunzi wote wa uinjilisti wanalishika agano hili leo, hata sasa hivi. Ukipata mwanafunzi mmoja ndani ya nyanza yako ya eneo yenu, jibu la karne ya kwanza linaleta mbele. Mungu hakika amepicha wanafunzi wa uinjilisti ndani ya nyumba yako na mahali pa kazi yako, shule ni yako, biashara ni yako na nyanza ya eneo yako. Unaweza usiamini, lakini kagua mara moja. Ukija ukiwa umejenga mizizi kuhusu wakati ujao ambapo Injili inaweza kushuhudiwa ndani ya nyanza ya eneo, Mungu atatoa majibu yanayoleta mbele kizazi. Mwanafunzi wa uinjilisti lazima afanye hili. Mungu ameandaa mwanafunzi wa uinjilisti ili kuendelea harakati ya uinjilisti katika eneo yenu. Tunapofurahia Injili vizuri, aina hii ya kazi inafanyika. Natumaini utashinda katika darabang ya kibinafsi. Wakati huu, jambo muhimu la kuokoa nyanza ya maisha linakuja kwako. Namba 3. Unapaswa kuonaje maisha ya imani kanisani? Ukilishika neno la Mungu kidogo tu na kufurahia, na kuomba, kufanya sala iliyopanga, kazi ya neno la Mungu kutimiza inafanyika. Wakati huu unapoenda kanisani kuabudu,
nguvu tano za Matendo ya Mitume wa 2 mstari 1 hadi 47 zinaonekana. Yeye hutoa nguvu ya ujazo wa Roho Mtakatifu ili kuokoa ulimwengu. Kazi ya Roho Mtakatifu ambayo kutoweza kwangu kiroho na ujinga wangu hauwezi kuzuia inainuka. Kama ushahidi wa kujaza na Roho Mtakatifu, milango ya wanafunzi wa uinjilisti wa makabila mengi kutoka nchi ama maeneo 15 inafunguka. Unapokea jibu la neno la Mungu la madhabahu kutimiza. Wakati neno linapotimiza ndani yangu na nyanza ya maisha yangu, jibu la wanafunzi 3,000 lilikuja. Kupitia kanisa linalokusanyika na kanisa la nyanza ya maisha linalotawanika, harakati ya neno na harakati za uzima zinaendelea kupanuka. Waamini wote lazima walikamate agano hili sasa. Wakati mtu aliyekamata agano hili anabudu, ujumbe wa madhabahu unakuwa jibu kamili wangu. Matendo ya Mitume wa 11 mstari 19 hadi 30. Ikiwa ngumu kubwa utakuja wakati wa kuhubiri Injili, kazi zinainuka katika masomo yako na kazi yako na biashara yako kwa kiwango cha kufanya umisheni wa ulimwengu. Unakuwa mfanyakazi kama katika Warumi wa 16 anayeokoa eneo. Unapolishika agano kwa usahihi wakati wa ibada, aina hii ya jibu linakuja. Hii ndiyo baraka ya Mungu ambayo lazima ulishike. Hitimisho. Kuna utume Yesu aliouacha kwa ajili yako ambao lazima ufanye. Tangu sasa, okoa aina 3 za watu katika nyanza yako ya maisha. Hakika kutakuwa na aina 3 za watu katika nyanza yako ya maisha. Kwanza, ni utume wa kwanza. Wengi ni watu ambao hawajawahi kushika Injili kabisa. Kuna watu ambao hawana nia na kanisa kabisa. Ni kuwafanya watu hawa washike Injili sahihi mara moja tu. Sababu ya sisi kuanzisha maisha ya maeneo 12 yanayofanya uinjilisti kupitia maeneo 12 na Tarapan pia iko hapo. Ni utume wa 2. Unapoenda kwenye nyanza ya maisha, kuna washiriki wa kanisa. Washiriki wengi wa kanisa hawajui kutimiza kwa neno, jibu la sala na harakati ya uinjilisti. Waelewe neno ni nini, sala ni nini na uinjilisti ni nini.
Wafikishe kile unachofanya katika mambo tatu ya leo. Kama 3 today, hata kama hili linaonekana kama jambo mdogo, ni muhimu zaidi. Wengi kuhudhuria kanisa, lakini neno la Mungu halitimizi. Washiriki wengi wa kanisa hawawezi kupokea majibu ya sala, au hawasali na hawajui. Kwa sababu washiriki wengi wa kanisa hawajui maana ya baraka ya uinjilisti, lazima wafanye wajue hili. Ni utume wa tatu wa mwisho. Kuna watu ndani ya nyanja yako ya maisha na eneo ambayo matatizo ya kiroho yamekuja kwao. Wape sababu na jibu kwa matatizo ya kiroho. Kuhusu mtu mwenye matatizo ya kiroho, ukizungumza naye inaonekana. Wanafunzi wa uinjilisti lazima wafanye hili ndani ya nyanja ya mahali pa kazi na shule na biashara na ukitazama vizuri mara moja tu kwa uangalifu. Mtu mwenye matatizo ya kiroho lazima aonekane. Kwa mtu kama huyo, endelea kufanya dharaba. Ikiwa haufanyi hili, matukio yanaendelea kutokea ndani ya nyanja yako ya maisha sasa hivi. Hili si jambo linalotokea ghafla katika nyanja yako ya maisha. Lilikuwa limeandaliwa tangu zamani sana. Je, mtu hujiua kwa sababu mambo ni magumu? Sivyo hivyo. Wanamiliki matatizo ya kiroho yaliyofichika na kisha kikomo kinakuja na wanajiua. Kuna watu wengi sana wanaoteseka na uraibu wa dawa za kulevya, uraibu wa pombe na matatizo ya akili, lakini hakuna suluhisho. Watu kama hao wako katika kila nyanja ya maisha na eneo na nchi. Kuna wengi zaidi katika mataifa yenye nguvu yanayoyapenda. Injili pekee ndiyo inayoweza kuponya tatizo hili, lakini nasema wanakupa bila kushika injili sahihi hata mara moja. Ni sawa kuwaambia injili sahihi si hata mara 2, lakini mara moja tu. Lakini hakuna watu na makanisa yanayowaambia. Unafikiri nini? Najisikia huzuni sana. Wakashika injili sahihi mara moja tu, hata kama hawajaponiwa mara moja, giza litaondoka. Lakini nasema hawajaisikia hata mara moja injili halisi. Kuna makanisa mengi na waamini wengi katika Afrika, lakini hawana nia hapa na hakuna jibu. Wengi ni wanapombo na matapeli.
na wafanyabiashara wanaotumia Injili uongo. Wao ni wezi wanaotumia Injili ili kujaza matumbo yao wenyewe. Nini mliona Injili sahihi, fanyeni tangu sasa. Unajua, ukitazama tu mtu mwenye matatizo ya kiroho, ingawa kuna wengi sana katika nyanza ya maisha, kwa sababu wanaacha tu pekee. Matatizo yanaendelea kulipuka. Utume wetu si wa kawaida. Je, Yesu alizungumza hivi wakati akichukua msalaba? Kwamba nimekuja kuchukua msalaba ili kutatua matatizo yenu ya chakula, ama mavazi na malazi? Hapana. Tatizo la chakula, mavazi na malazi ni tatizo linalo tatuliwa ikiwa wanasiasa hawafanyi ufisadi, harumu na kutenda kwa uaminifu. Watu wanaohudhuria kanisa wamekosea kimsingi sasa hivi. Nimekuja kuchukua msalaba ili kuweka utaratibu na maadili yenu. Dini nyingine hufanya hivi pia. Wasomi na Wakristo lazima waijue Injili halisi. Sisemi muwe bila utaratibu. Yesu Kristo hakuchukua msalaba kwa sababu ya hiyo. Jinsi gani mtu anaweza kuponya ugonjwa? Si kwa sababu ya hiyo. Nasema kwamba kuhusu hilo, kuna watu wengi wenye afya hata kati ya wale wasioamini Yesu. Nasema alikuja kuokoa watu wote wanaokufa siku moja kutokana na matatizo ya kiroho. Hata tajiri wanahitaji kutatuliwa ama kuponiwa matatizo ya kiroho. Hata siasa, serikali, hata jeshi, mwalimu. Kwa sababu shetani anayeonekana anawaangamiza kabisa wanadamu, alikuja kuvunja hili. Unahitaji tu kutambua hili. Kuna watu wenye utume katika nyanza ya maisha wanaoelewa Injili sahihi. Natumaini kuna baraka ya dini kutambua utume huu sasa na kuupikisha wakati Mungu anafanya kazi ndani yenu na nyanza ya maisha na inavuka kiwango chenu. Tunaendelea kutanganiwa na mawazo mbalimbali kwa sababu unafikiri kiuhalisia sana na kimantiki kwa kiwango chako. Unadanganiwa na kutokuamini. Nini ni watoto wa Mungu mliopokea baraka ya mwinjilisti anayeokoa kila mtu mnakutana naye. Nabariki katika jina la Yesu kwamba kwanza murejeshe baraka ya yule aliyeokolewa na
muwe wanafunzi ambao hakika wanaokoa eneo na nyanza ya maisha, yani nyumba yenu na shule yenu, mahali pa kazi na biashara yenu. Tuombe pamoja. Tunatoa shukurani kwa Mungu. Wanafunzi wetu wa uinjilisti wamekusanyika. Tangu sasa Mungu, tafadhali tumia washiriki wote wa RBC kama mashahidi wanaookoa kweli nyanza ya eneo wao. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amin.